Nachukua nafasi hii kuwasalimu katika jina safi la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Just wave at your neighbor wherever they are. Wasalimie wakiwa mahali wako, wakaribishe katika ibada hii. Asante. Intercessory team, asante JB and the worship team. Tuwashukuru Bwana kwa kuweza kuwa na wakati mzuri. Asanteni sana kwa wote ambao tumekuwa mahali hapa, wale walifika mapema. God bless you so much. Welcome each one of you. Na ili tukaweze kuwa na wakati mfupi tu wa kuweza kupatia the worship team a short break, and so that we also encourage ourselves, tukaweze kuhimizana alafu tuweze kuendelea. Basi nitasoma mistari mitatu, I think 3 verses katika kitabu cha Waebrania. Let's go to the book of Hebrews. Waebrania sura ya 4, tukaweze kuangalia mistari michache pale. Waebrania, the book of Hebrews, chapter number 4, sura ya 4 na mstari wa 14. Waebrania 4 na mstari wa 14, nitasoma 15 na 16. Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he was without sin. In verse number 16, let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Verse number 16, let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Basi ningetaka kutaja mambo kadhaa tunapohimizana ama in this a short session of exposition. Tumesoma mistari mitatu kutoka kitabu cha Waebrania. Na kitabu hiki kwa ufupi tu, kwa wale pengine nikusaidie kidogo. We don't know the author of this book, but we're the same. Kitabu hiki kiliandikiwa Wakristo ambao, especially wale ambao walikuwa katika ile dini ya Kiyahudi, the Judaism. Na mwandishi wa kitabu hiki ametaja mambo kadhaa kuwahimiza, maana walikuwa wameshikilia ile dini yao ya kwanza. Walikuwa wameshikilia mambo yao ya zamani. Hata licha na Kristo kuja, they still held to their Judaism way of worship. And the writer of the book of Hebrews now writes to this group of people. Na ametaja mambo kadhaa. One of the sub things ama vipengele ambavyo amehimiza watu hawa ni kuwa na tumaini. Amewahimiza pia, ametaja jambo la kuwa na imani, faith. Ametaja mambo ya kuendelea katika wokovu, endurance in the faith. Ametaja pia juu ya kuforgive ama kusameana, na pia ametaja juu ya kuwa na ujasiri. And this morning I just want to speak briefly about one of the sub themes that he has spoken about, building our confidence in Christ, ama kujenga ama kuweka ujasiri wetu katika Kristo, kuweka ujasiri wetu katika Kristo. Now confidence ama ujasiri, tunahitaji kuwa na ujasiri, especially wakati ambapo even the days we are living in, when we are there are so much uncertainties ama masumbuko na challenges nyingi ambazo tunapitia. Ni vizuri kama Wakristo kuwa na ujasiri, to have that confidence. And that's why mwandishi ama mistari ambayo tumesoma ametaja juu ya kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Na if you can remember very well, now in the Old Testament ama katika Agano la Kale, kuhani mkuu alikuwa anatoa dhabihu kwa ajili ya watu na kuenda mbele za Mungu, na alikuwa anaingia katika mahali pa watakatifu, the Holy of Holies, once in a year, na akipeleka dhabihu na kuomba kwa ajili ya watu na dhambi zao. But the writer of Hebrews talks about the great high priest ambaye ni Yesu Kristo, na jinsi ya kuweka imani yetu na kuweka ujasiri wetu kwake. Maana huyu kuhani mkuu
anasema sio kama wale kuhani wa kwanza. It's not like the other high priest who are those ones used to do once in a year. They used to go in the temple and they used to offer the sacrifice. But the high priest, our Jesus, who is high priest, and whom we need to develop and build our confidence in him, is able to sympathize with us every time. Ya kwamba kila wakati unakumbuka kwamba sadaka ama dhabihu za wanyama zilikuwa zinaleta msamaha kwa muda mfupi, ama for just a temporal forgiveness of sins. But when we look at Jesus, when he went to the cross as our great high priest, he paid the price once and for all. And that's why we need to develop our confidence in this Christ. And he says this, that one, that we need to hold firmly to this our faith. Ya kwamba tukaweze kuweka imani yetu kwa huyu kuhani mkuu ambaye ni Kristo Yesu. Tukaweke imani yetu, maana ameenda mbele zetu. And one of the things that is very encouraging, even as we talk about the confidence, that is able to sympathize with our situation. Why? Because he was tempted like any one of us, and more than any one of us. Ya kwamba alipitia mateso, na ndiposa mwandishi wa Waebrania anasema nini? Ya kwamba huyu kuhani mkuu ambaye ni Kristo Yesu alipitia mateso, akateswa na ilali hakuwa na dhambi. And what are we seeing there? Ya kwamba even when we go through situations and challenges, it does not give us a guarantee to commit sin. Ya kwamba tunapopitia mateso, tunapopitia hali ngumu, sio an excuse ya kutenda dhambi. Ilhali ni wakati wa kujua kama vile Kristo Yesu alipitia mateso kama haya, basi ni vizuri pia tukaweka imani yetu na tukaweka ujasiri wetu kwake, tukijua kwamba yeye kama kuhani wetu mkuu aliweza na kushinda majaribu yote. You know, sometimes as Christian we commit sin and we give an excuse. Umeshaona kama mtu anahitaji kitu, maybe you're supposed to bribe, ama unahitaji kutoa hongo ili upewe msaada fulani ama service fulani, na unasema kwa sababu lazima nipate hii kitu, itanigharimu nipeane hela kidogo. That's not true. That's not correct as a Christian. Maana tumeambiwa hata Kristo Yesu yeye alipitia mateso, ile hali hakuwa na dhambi, na pia haikuwa sababu ya kuweza kucommit dhambi. So therefore, one of the things that we need to understand is that we need to hold and build our confidence in this Christ because he has gone ahead of us. Number 2, ya kwamba yeye anatujua na anajua udhaifu wetu. Kristo anajua udhaifu wetu. He knows our weakness and is able to sympathize with our weaknesses. So this morning, I don't know what you could be going through, but this one, the high priest ambaye ni Kristo Yesu, yeye anaweza kuelewa hali yako. Is able to understand your situation. Watu wanaweza kukosa kuelewa hata hali ambayo unapitia. Watu wanaweza kukosa kuwa na huruma na wewe. People may fail to sympathize with your situation, but there is one, Jesus Christ, who is able to sympathize with your situation this morning, and that's Jesus Christ. And so put your confidence in him, ya kwamba tukaweke ujasiri wetu, tukasimame juu ya imani yetu juu ya huyu Kristo. Regardless of the situation that you are going through this morning, Jesus is able to sympathize with that situation. Why? He was tempted, he went through, and he was able to overcome. And since he was able to overcome, you too you are able to overcome, if only you can put that confidence in Jesus Christ. And verse number 16, even as we refocus, hata wakati baba askofu amekuwa hapa Jumapili mbili ambazo zimepita, ameongea sana juu ya neema. Na askofu akatuambia kwamba neema ni jambo ambalo tunahitaji, we need it but we don't deserve it, ama hatustahili kupata. And verse number 16 says what? Let us then approach the throne of grace. Basi na tukakaribie kiti hiki cha neema, huyu Kristo ambaye ni mwingi wa neema, tukaweze kukaribia kwake tukiwa na ujasiri. We need to go and approach the throne of grace with confidence. This morning,
hata kama tumefika kanisani ukiwa na hali gani, situations what you're going through, you need to have confidence. This is draw the confidence in Jesus Christ, because we are able to receive mercy and find grace. May we, even as we come to the service today, may we find mercy and grace, ya kwamba tupate rehema na tupate neema. Twahitaji tu kuwa na hivyo vitu mbili, ya kwamba Bwana Mungu akaachilie rehema zake na Bwana akaachilie neema yake. And I pray this morning, hata tunapokuwa katika ibada hii, kwamba Mungu atatupatia rehema zake na Mungu ataachilia neema yake kwa maisha yetu na kwa hali zetu. Na huyu Kristo ambaye ni kuhani mkuu, kuna mambo mawili ambayo mwandishi anatuhimiza katika mistari hiyo pia, kwamba yeye ndiye mpatanishi wetu na Mungu wetu. He mediates between us and our God. So this morning you can put your confidence in that Christ, because he's your mediator between us and between God. Yeye ndiye mpatanishi wetu. Number 2, yeye pia aliweza kutolewa kama sadaka na dhabihu kwa ajili ya msamaha wa dhambi. He was sacrificed because of your sin and my sin. And so today we can go to this Christ with confidence, ya kwamba tuweze kusongea katika kiti cha rehema, ili tukaweze kupata rehema na tukaweze kupata neema. You know, sometimes kama Wakristo hali zinaweza kuzonga na unaweza kusikia kwamba hauna nguvu, wewe ni mdhaifu kabisa. Lakini kama vile maandiko wa Ibrania yanatuambia kwamba sio wakati wa kuwa chini, sio wakati wa kujihurumia, sio wakati wa kukata tamaa, sio wakati wa kukosa matumaini. Hata hali ambayo tunapitia, hata dunia yote na changamoto ambazo tunapitia, sio wakati wa kukata tamaa. Ni wakati wa kuwa na ujasiri, ni wakati wa kusongea katika kiti cha neema, ili tukapate hizi rehema za Mungu na tukapate neema. Na kwa hivyo sisi wa Kristo tunapookolewa, maana the high priest is Jesus Christ, who has gone before and ahead of us, is overcame. Then you can have that confidence. We cannot live like the people of the world who have no hope, but there is hope. We can have this confidence ya kwamba tukaweze kuwa na ujasiri. And I pray this morning, as just we end this short exposition, that you shall develop that confidence in Christ Jesus. The situations may dictate otherwise. When you look at your accounts, they may be reading negative. Even your family, you may think that you are going under so much a stressful moment, but you need to develop confidence. Why? Jesus is able to sympathize with your situation. Jesus is able to hear if we can approach to his throne of grace with confidence. If we can able to approach the throne of his grace with confidence. Na wakati ambapo tutakuwa na ujasiri, basi tutakuwa na ushindi. Wakati ambapo tutakuwa na ujasiri, tutaweza kushinda hata majaribu ambayo tunapitia. We have said it's not an excuse to commit sin. It's not an excuse to give reasons and excuses. But it's a time to tell the Lord, Bwana, twasongea katika kiti chako. Bwana, twahitaji kupata rehema, na Bwana, twahitaji kupata neema. Maana huyu Kristo, kama vile mwandishi wa Ibrania anasema, yeye ni mkubwa, ameshinda yule Musa. Alikuwa anawaambia, ukisoma ametaja ukuu wa Kristo katika kitabu hiki. Na amesema kwamba kuhani mkuu ambaye ni Kristo, yeye hawezi kulinganishwa na kuhani yeyote ambaye alikuwa katika Agano la Kale. Huwezi kumlinganisha na Musa. You cannot even compare him with the heroes of faith, because he's God, he's son of God. Na aliacha ule utukufu wake na akaja kwa ajili yetu ili kuweza kutuokoa. Basi tukamsongee katika kiti chake na kuwa na ujasiri. We want to pray, as I said, just a short moment. Let's just stand up before the Lord. And I want us to make a prayer even as we encourage ourselves. Tusimame and I want us to draw our strength from verse number 16 this morning. Then we approach the throne of grace with confidence.
What is it that you are going through this morning? Ni hali gani ambayo unapitia? Umesongwa na maisha kiasi gani? Umekuwa na changamoto kiasi gani asubuhi ya leo? Ni wakati wa kumwambia Bwana, nahitaji kujenga ujasiri na confidence yangu kwako. Bwana, nahitaji kuweka imani yangu kwako. Let us draw near to the throne of grace this morning, so that we may find mercy and find grace. We just go before the Lord and ask Him to release His mercy. Mwambie Bwana achilie rehema zake. Bwana achilie neema yake kwetu. Bwana achilie rehema na neema. You need mercy and grace to help us in the time of need. To help us